Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mola jalla jalaluhu na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watukufu wa Kiislamu, tuko katika kuwataja watu saba ambao watu saba hao siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli chochote, hakuna jinsi ya kivuli chochote. Hao watu saba siku ya Kiyama watafinikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa leo tuko katika kumtaja na kumzungumzia mtu wa nne. Tulitoka kwa mtu wa kwanza tukamweleza al-Imamu al-Adil, tukaja kwa mtu wa pili tukamweleza wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, tukaja kwa mtu wa tatu tukamweleza. Leo tuko katika mtu wa nne. Mtu wa nne atuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa rajulani, na watu wawili, tahaba fillahi, wa rajulani, na watu wawili, tahaba fillahi, waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ijtamaa alaihi, wamekusanyika hawa watu wawili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watafarraqa alaihi, na walipoachana wakafarikiana pia, walifarikiana wakaachana kwa ajili ya Mola jalla jalaluhu. Rajulani, watu wawili hawa ambao walipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, siku ya Kiyama watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na watu wowote ambao walikuwa na mapenzi wakawa katika maisha yao mafupi ya kiulimwengu, walikuwa na mahaba baina yao, walikuwa wakipendana kati yao, basi kule kupendana kwao kwa furaha za Mwenyezi Mungu, siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mola subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadithi kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakwenda kunadi, aseme Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu yauma alqiyama, Mwenyezi Mungu atasema siku ya Kiyama, aina almutahabuna bijalali, aina almutahabuna bijalali, wako wapi wale ambao kwamba katika ulimwengu walikuwa wakipendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alyauma, hii leo, udhilluhum, niwafinike katika, udhilluhum fi dhilli, niwafinike wao katika kivuli changu, yauma la dhilla, siku ambayo kwamba hakuna jinsi ya kivuli illa dhilli, isipokuwa ni kivuli changu tu. Wako wapi? Mtu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atawatafuta wale ambao katika maisha yao ya kiulimwengu walikuwa wakipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walikuwa wakipendana, walikuwa wakihurumiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya Kiyama watakuwa chini ya kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atawatafuta katika mahshar, siku ambayo ni ngumu, siku ambayo haina kivuli. Allah atawatafuta siku ya leo, hakuna kivuli. Aina almutahabuna fiya, wako wapi wale ambao kwamba walipendana kwa ajili yangu mimi. Alyauma udhilluhum, ili leo nipate kuwafinika wao katika kivuli changu. Udhilluhum fi dhilli, niwafinike wao katika kivuli changu, sababu ni siku ambayo haina kivuli. Angalia, Qur'ani imehifadhi kuonyesha kwamba jambo la watu kupendana
na kushikana na kuhurumiana huwa ni jambo kubwa sana. Qur'ani imehifadhi wale waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walikuwa pamoja na Mtume wakapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani yatueleza Muhammadun Rasulullah, Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu, walladhina ma'ahu, na wale ambao kwamba walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walladhina ma'ahu ashiddau ala al-kuffar, walikuwa ni wakali, walikuwa ni mashupavu, walikuwa wenye nguvu, ala al-kuffari, juu ya makafiri. Ruhamau bainahum, lakini wao kwa wao walikuwa wakipendana, wao kwa wao walikuwa wakisikitikiana, wao kwa wao walikuwa wakihurumiana, mapenzi ya huruma, mapenzi ya masikitiko, wao kwa wao. Qur'ani kwa ajili ya mapenzi yale na kwa ajili ya masikitiko yale, Qur'ani ikahifadhi mapenzi yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Soma aya mpaka mwisho. Lakini ruhamau bainahum ni mapenzi ya huruma waliokuwa nayo kati yao. Qur'ani ikahifadhi hawa, siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, yuhibbuna man hajara ilayhim. Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana, wale ambao walichagua iman na wakachagua nyumba ya Madina. Yuhibbuna man hajara ilayhim, walikuwa wale maansar wakiwapenda kwa dhati yao, kwa nyoyo zao. Man hajara ilayhim, wale waliogura kutoka Makka kwenda kwao Waislamu wengine, Waislamu wenzao. Sitojua almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu. Kwa hiyo Muislamu atakane ampende ndugu yake Muislamu, na ndio wale maanswar walikuwa wakiwapenda wale muhajiruna kwa sababu ni ndugu, walikuwa ni ndugu. Yuhibbuna man hajara ilaihim, hawa kwa udugu wao, hawa kwa mapenzi yao, kwa kupendana kwao, siku ya Kiyama ndio tunaowazungumzia, watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wewe wataka siku ya Kiyama usipate shida, upate furaha, uwe chini ya kivuli cha Ar-Rahman, basi katika ulimwengu huu ambao twaishi, kuwa na tabia ya kuwapenda Waislamu wenzako, kuwa na tabia ya kuwahurumia binadamu wenzako. Ukiwa na tabia ya kuhurumia binadamu wenzako, ukiwa na tabia ya kuwapenda binadamu wenzako, basi siku ya Kiyama utakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi iliyopokewa na Sayyidina Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume atuambia walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika qadha yake, iko katika mahukumio yake, na apa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, asema la tadkhulul jannata, hamutoingia peponi, hatta tu'minu, mpaka muamini. Kwa hiyo kuingia peponi ni imani, ili uingie peponi ni imani ya kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tu'minu, na wala hamtokuwa na imani nyinyi ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatta tahabu, mpaka mpendane, ndio mtapata imani. Ukiona watu Waislamu hawapendani, ujue na imani pia hawana watu hao, kwa sababu Mtume ashasema, na maneno ya Mtume na ya Mungu hayarudi patupu. Wala tu'minu, hamuwezi kuwa na imani, hatta tahabu, mpaka nyinyi kwa nyinyi katika nyoyo zenu msafishiane nyoyo, upendane, ndio mtaweza kuwa na imani. Kisha Mtume akamaliza akasema, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, atuonyesha njia Mtume ya kuwa mkifuata njia hiyo mtapendana tu. Njia gani hiyo Mtume atuonyesha ili mupendane? Mtume akatuambia afshu salama bainakum, peaneni salamu. Ili muweze kupendana, peaneni salamu. Kila wakati ukimwona Muislamu wenzako, uwe na furaha katika uso wako, uwe na bashasha katika uso wako, uwe na tabasamu katika uso wako, umfurahikie, umpe salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
assalamu ala man arifta wa man lam ta'rif, unayemjua na usiyomjua, maadamu ni Muislamu mwenzako mpe salamu. Kuna tabia ya ubaguzi, hata hizi salamu zetu kuna tabia za ubaguzi. Wale ni kina jamaa fulani, hawani watu fulani, hawani kabila langu, hawani watu wangu, hawana wajua, utawapa salamu. Lakini wale si wajui kina fulani ni huwapi salamu. Mapenzi haiwezi kuingia. Ili mapenzi yaingie katika nyoyo za Waislamu, Mtume atuonyesha njia, kwa sababu mapenzi ni lazima Waislamu wapendane. Mtume atuonyesha njia za kupendana, afshu salama bainakum, kila wakati peaneni salamu, mutapendana mkipeana salamu. Kwa hiyo Mtume SAW atuambia hamwezi kuwa na imani mpaka mpendane, na Mtume akatuonyesha njia za kupendana, akatuambia afshu salama bainakum. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na Sayyidina Anas bin Malik ani nabii sallallahu alaihi wa sallam, Mtume asema thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu. Haya mambo matatu ambaye atakuwa nayo mambo matatu haya atapata utamu wa imani. Ukiwa na mambo matatu haya utamu wa imani utaupata. Kwanza, jambo la kwanza katuambia Rasulullah, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi, kwanza awe Mungu na mtume wake ahabba ilayhi, yuwapendekeza zaidi kwake yeye. Yani iwe katika ulimwengu hunu hakuna kitu ambacho wewe wakipenda zaidi ya Allah na zaidi ya Rasulullah. Hawa wawili kwanza iwe katika moyo wako, katika kutafuta kwako na kuchunguza kwako na kufanya yani murakaba wako, kupeleleza kwako, upate kwamba katika moyo wako aliotulia unayempenda ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, utapata utamu wa imani. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi, na mtu ampende mtu. Wa an yuhibba almar'a, na umpende mtu, umpende mwanadamu mwenzako, umpende muislamu mwenzako. La yuhibbuhu, hampendi mtu huyo, hampendi muislamu huyo, illa lillah, isipokuwa yuampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe mapenzi yako ni ya dhati kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio umpende mtu kwa sababu ana kitu, hapana. Sio umpende mtu kwa sababu utapewa, sio umpende mtu kwa sababu ya mapenzi ya shahawa zako, la. Wa an yuhibba almar'a, umpende mtu, la yuhibbuhu, hakumpenda mtu yule, illa lillah, isipokuwa umempenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Umpende kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio yale maneno mtu akimpenda mtu, sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ahabba ahadukum akhahu falyuallimhu annahu yuhibbuhu. Kimpenda mtu pia mjulishe kwamba mimi nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo walivyokuwa maswahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimchukua sahaba wake, akimshika, akimwambia uhibbuka lillah, nakupenda wewe sahaba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Masahaba wao pia walikuwa wakionana, wakiambiana haswa kwamba mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sunna kubwa, sio kwamba ni mambo ya kininino, lakini ni sunna kubwa kumshika mwenzako na kumjulisha mwenzako kwamba nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la pili ni umpende mwenzako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamaliza akasema, jambo la tatu, wa an yakrahu an yauda fil kufri baada an qadahu Allahu minhu, mtu ashukie kurejea katika ukafiri baada ya kuokolewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa wewe ni Muislamu uliotamka shahada, basi uchukie kurudi katika ukafiri. Haya mambo matatu, ikiwa jambo la kwanza, jambo la pili tulisema kwamba ni mtu ampende ndugu yake Muislamu, hakumpenda isipokuwa amempenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukiwa sisi tutapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kupendana na kuhurumiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya Kiyama wallahi utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaponadi
aina almutahabuna fiya, aina almutahabuna, wako wapi wale waliokuwa wakipendana bijalali, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alyawma udhilluhum, hii leo siku ya Kiyama, siku ambayo hakuna kivuli, jua liko karibu, ardhi ni ya shaba. Udhilluhum, nataka kuwafinika wao, fi dhilli, katika kivuli changu. Yauma la dhilla, siku ambayo kwamba hakuna jinsi ya kivuli chochote, illa dhilluhu, isipokuwa kivuli ni cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tupendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekuwa tukichukiana sana sasa hivi, hasa Waislamu tumekuwa tukichukiana sana. Waislamu hawapendani, Waislamu hawahurumiani, Waislamu wakionana huchukiana, husengenyana. Tupendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almuslim lilmuslim kalbunyani yashuddu ba'dhuhum ba'dha, muislamu kwa muislamu mwingine kalbunyani, ni kama jengo moja. Yashuddu ba'dhuhum ba'dha, jengo ambalo kwamba hili upande huku umeshikana na upande wa huku, upande wa huku umeshikana na upande wa huku, latilia nguvu baadhi yake na baadhi nyingine, lile jengo huwa imara na huwa madhubuti na husimama vizuri. Almuslim lilmuslim kalbunyani. Kwa hiyo ili tuwe kama jengo moja ni mahaba, kupatikaniwe mapenzi. Waislamu tupendane, Waislamu tuhurumiane. Mapenzi yakipatikaniwa, ndio pale tutakuwa kama jengo moja, na ndio pale siku ya Kiyama tukifika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utakwenda kukuta wewe Mwenyezi Mungu yakuita akuweke chini ya kivuli chake, siku ambayo hakuna kivuli, kwa ajili ulikuwa wewe mapenzi yako ukiwapenda Waislamu wenzako, ukiwapenda, ukiwahurumia binadamu wenzako. Insha Allah Taala, watukufu wa Kiislamu, leo tumezungumza jambo la 4 la ambayo katika yale mambo 7, leo tumezungumza jambo la 4 katika watu 7 ambao watafinikwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa 4 ni mtu ambaye kwamba ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakakusanyika pamoja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pia walipofarikiana ile ma'asalam, wakafarikiana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atuwafikie khairi, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. As'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.